Watu wananiuliza dalili za matatizo ya figo, kwa maana figo zikifeli mtu atapata dalili zipi na zipi. Kwanza kabisa ifahamike ya kwamba figo hazifi ghafla, yaani figo mpaka kuja kufeli ni mchakato wa muda mrefu. Nazungumzia ile chronic kidney disease, yaani ile shida za figo za muda mrefu, haulali na kwamba figo zimefeli. Sasa figo zako zikifeli, ndugu yangu, kuna hatua 5 za figo kufeli, yaani kuna stage 1, 2, 3 mpaka 5. Sasa hatua ya kwanza na ya pili ya figo kufeli, hakuna dalili, yaani mara nyingi hakuna dalili yoyote. Watu wengi hupata zile dalili za mambo mengine, kama uchovu wa kawaida, kama kichwa kinauma, yaani zile dalili ambazo unazipata hata ukiwa umechoka kwenye kazi, zile dalili ambazo unazipata labda ukiwa una mawazo au ukiwa haujanywa maji mengi, utapata dalili kama hizo kwenye hatua ya kwanza na hatua ya pili. Sasa ikishafika hatua ya 3 ya figo kufeli, ule uchovu unazidi, yaani unaweza kuona kama uchovu unazidi, unaanza kuvimba miguu, unaanza kuamka asubuhi uso na macho yamevimba, unaanza kuona pressure zinaongezeka, yaani pressure ziko vizuri kwa ambao walikuwa wanatumia madawa ya pressure, unaanza tu kuona pressure zinakuwa tena hazisikii dawa. Unaanza kuona mapigo ya moyo yanabadilika, unaanza kuona unaanza kuhema kwa shida, unachoka haraka, yaani unaweza kuwa unatembea sehemu ambayo ulikuwa unatembea zamani, sasa hivi unachoka kupita maelezo. Unaanza kuona hamu ya kula inabadilika, gesi, kiungulia kinaanza kuonekana kinakuja. Unaanza kuona mabadiliko ya ngozi, ngozi inaanza kuwa na kama inatoka kama unga, yaani inakuwa kama mtu ambaye ameogea maji ya chumvi. Unaanza kuona vitu kama hivyo, lakini hivyo vitu ni katika hali ya udogo, hatua ya 3. Sasa hatua ya 4, haya mambo yanazidi maradufu. Yaani kama ni gesi na asidi, kiungulia inazidi na kusumbua kweli kweli, kutapika, kuharisha, kunaanza kuonekana. Pressure zinaanza kuwa, yaani zinapanda tu, unatumia dawa za pressure lakini zinapanda tu. Au kwa ambaye pressure ulikuwa huna, unaanza kuona pressure zinapanda. Kwa ambaye ulikuwa huna shida za kifua, unaanza kupata kifua kinajaa, kifua kizito, unahema kwa shida, na mkojo unaanza kupungua, mkojo unaanza kuwa na mapovu, unaanza kukojoa, ambayo hii inaanza stage ya 3, kukojoa mara kwa mara usiku. Yaani kabla mkojo haujapungua, kuna wakati unafika unakojoa sana, baadaye sasa ile grafu ya ukojoaji inaanza kupungua. Kwa hizi dalili, ndugu zangu, zinaanza kuzidi kufika hatua ya 4. Pressure inakuwa ziko juu, hazisikii dawa. Unavimba mwili, unavimba miguu, unavimba uso, unavimba macho, kifua kinajaa maji, unahema kwa shida, unakuwa unakohoa, yaani unapata makohozi ambayo hayasikii dawa za vikohozi, kwa sababu ya maji kwenye kifua. Unaanza kuona mishipa inaanza kutuna, mishipa ya shingoni ile inaanza kutuna, wasiwasi, hofu za hapa na pale, na nimekwambia mkojo kupungua. Hiyo ni hatua ya 4 ambayo sasa figo zinaenda kufika mwisho. Hatua ya 5 ndio hatua ya mwisho ambayo sasa nasema ni figo zimefeli kabisa, kidney failure, unaenda kwenye end stage renal failure. Sasa ukifika hapo, yale ambayo nimeyasema hapo mwanzoni yote yanakuwa yamezidi maradufu, yote yanakuwa ni makali sana, na usipofanyiwa dialysis, usipotolewa hiyo sumu, usipotolewa hiyo maji, sababu ukifikia hapo dawa hazifanye kazi. Dawa haziwezi kutoa sumu, dawa haziwezi kukufanya ukojoe, dawa haiwezi kufanya pressure ishuke, dawa haiwezi kufanya kifua kikae vizuri. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kutoka hapo ni mpaka ufanyiwe dialysis
maji yatolewe, sumu zitolewe, na hapo ndo utakaa vizuri. Ndugu zanguni, kwa sababu haya mambo sasa hivi yapo sana, ni janga kubwa. Hakikisha unapima figo. Pima figo. Ukigundua tatizo mapema, unaweza ukaziokoa figo zako. Lakini ukija figo ziko katika hatua ya 5, hatua ya 4 au zimefika mwisho kabisa, ni ngumu sana kurudishwa mwanzoni. Na figo zikishafeli hapo, ni gharama kubwa. Kila wiki utenga angalau milioni ya kufanyiwa dialysis. Kila wiki unaenda mara 3 kwa wiki kwa maisha yako yote, au upandikize figo mpya. Swali ni kwamba, je, utamudu gharama za matibabu? Hautaweza kumudu, na hata kama una hela zitaisha. Swali ni je, utaungwa mkono na ndugu, familia, ukoo? Watakuunga pale mwanzoni, huko mbeleni watakuchoka, utabaki peke yako na ndio utakufa mapema. Watu wengi ambao figo zimefeli wanaishia kufa kwa sababu hawana gharama, hawana uwezo wa kumudu gharama za matibabu. Wachache ndio wanaweza kupata gharama, ndio wanachangiwa, na wengine wanatumia bima, lakini wale wengi wanaishia kupata matatizo. Kwa hiyo na wewe ndugu yangu, hakikisha unapima figo, hakikisha unalinda figo. Pitia klipu zangu zingine za namna ya kulinda figo, ya vitu vinavyoua figo, ili ujilinde usifike kwenye masuala haya ya figo kufeli.